Watu ya Narok, sisi tumetembea Kenya, tumekuwa Ukambani, wanasema one time. Kwanza kabisa, kabla hatujaweza kuzamia makala yetu ya siku ya leo, tungependa tutume pole zetu kwa familia ya Boniface Kariuki ambaye alikuwa ni muuzaji barakoa au mask vendor katikati mwa mji wa Nairobi, ambapo tunavyozidi kuzungumza sasa hivi siku ya leo ambayo ni tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2025, hatimaye kijana aliyeweza kupigwa risasi katikati mwa mji wa Nairobi akiweza kuuza barakoa ameweza kuikata roho, huku familia yake ikiweza kulilia serikali na kulilia Wakenya kwamba waweze kuwasaidia kuweza kulipa bili ya hospitali, ambapo as we are talking now inasoma takribani shilingi milioni 3.6, yani 3,600,000. Na hivyo basi, mtazamaji wangu, familia inazidi kulilia kwamba waweze kusaidiwa, waweze kulipa pesa hizo kwa huyu ambaye ni kijana wao ambaye ameweza kuiaga dunia. Mwenyezi Mungu aweze kuilaza roho yake Boniface Kariuki mala pema peponi, manake hii kuaga dunia na kuweza kukata roho haikukuwa imeweza kupangwa, lakini yule ambaye alikuwa na hasira zake aliweza kumnyang'anya roho yake au aliweza kumnyang'anya uhai wake kwa kuweza kumpiga risasi. Mtazamaji wangu, kabla sijaweza kuendelea na mazungumzo yetu, ningependa sana, iwapo ni mara ya kwanza kuweza kujiunga nasi, tafadhali kwa moyo mnyenyekevu like video hii. Asante sana. Iwapo mweza kufanya hivyo, cha pili ambacho ni cha muhimu zaidi nibonyezea alama nyekundu iliyoandikwa subscribe iliyoko chini ya video hii. Kwa sekunde moja jiunge nasi kwa kuweza kunibonyezea alama nyekundu iliyoandikwa subscribe iliyoko chini ya video hii, kabla moja kwa moja hatujazamia mazungumzo yetu au makala yetu ya siku ya leo. Mtazamaji wangu, tafadhali jiunge nasi. Asante sana kwa kuweza kunibonyezea alama nyekundu iliyoandikwa subscribe iliyoko hapa chini ya video hii. Mwenyezi Mungu aweze kubariki, akujalie afya njema, maisha marefu popote ulipo. Karibu ili kwamba tuweze kuangazia, karibu niweze kopa lako sikio ili kwamba moja kwa moja tuweze kuangalia yale ambayo yanazidi kuendelea katika taifa letu la Kenya. Tukiweza kusonga mbele kwa kile ambacho kinazidi kuonekana na kufanyika, mtazamaji wangu, ni kwamba mambo yameweza kuharibika na Rigathi Gachagua ameweza kuzungumza mambo ambayo yanazidi kuipa serikali yake Rais William Samoei Ruto wakati mgomo. Mtazamaji wangu, watu ya Narok, sisi tumetembea Kenya, tumekuwa Ukambani, wanasema one time. Tumekuwa Mombasa, wanasema one time. Tumekuwa Meru, wanasema one time. Tumekuwa Kisii, wanasema one time. Tumekuwa Kakamega, wanasema one time. Je, Narok mnasemaje? Mnasemaje? Unajua nyinyi watu ya Narok, mimi naheshimu nyinyi. Kumbe mlikuwa mnajua hii Kasongo. Kumbe mlijua ni mwizi wa mashamba. Mimi sikuwa namjua. Nilikuwa nafikiria ameokoka. Kumbe alikuwa ni fisi amevaa ngozi ya nini? Sasa nimekuja na yeye viongozi, tusaidiane kumkuza Kasongo. Tusaidiane. Muko tayari? Mnajua chama ya Rigiji inaitwaje? Nikisema DCP unasema sikiza graph. DCP. Sasa watu wangu, nataka tusikizane, si ndio? Mimi naona hatari hapa Narok, si ndio? Si ndio? Tukianzia hapa Narok, huyu Kasongo asipofukuzwa ataiba mashamba yenu yote. Kweli ama uongo? Pale holding ground, pahali ilikuwa ya kuweka ng'ombe ya Masai, eka 1,100 Kasongo amechukua. Ni mwizi, si mwizi? Pale Mau Forest ametoa title deed, lakini hatujui ni eka ngapi. Tumepata habari amekata hiyo shamba nusu ya Mau amechukua, ingine anatuletea. Wewe Kasongo, tunakuambia hiyo title deed ya Mau Forest ulete hapa, Wamasai waione. Tumekubaliana? Shamba ya sheep and goats Kasongo amechukua, si ndio? Shamba ya AFTC Kasongo amefanya nini? Tukifika pale, watu ya Ulkuto wametolewa kwa mashamba yao bila mpaka kujulikana pahali iko, si ndio? Tukitoka hapo, makosa ya Kasongo ni mingi.
Nisome yote? Nisome nisisome? Nisome nisisome? Pale Masai Mara ameshikana na governor, wameimba shamba 4,000 acres. Si ndio? Sasa mimi watu ya Maa nataka tukubaliane, si ndio? Chama ya DCP, katibu mkuu tumeweka Orpuyo Kamwaro asimamie nyinyi, si ndio? Mimi nataka tukubaliane. Mnataka tuunde serikali pamoja? Tuunde serikali pamoja. Mimi ningeomba watu ya Narok ndio turudisha mashamba yenu. Nataka munipatie wanaume kamili kama mimi. Mtanipatia? Huyu Ole Kamwaro ndio alirudisha shamba ya Mau, si ndio? Lakini last time hakupata kwa sababu hakukuwa na kura ya jamii yangu, si ndio? Sasa mimi nataka tukubaliane. Munitafutie mjumbe hapa ambaye tutaungana, mwanaume kamili ambaye hawezi ogopa kasongo, ambaye ni mwanaume, ndio tusaidiane kurudisha mashamba ya Masai. Harambee! Ole Kamwaro anatosha hatoshi? Unajua kuna yule mama alichaguliwa hapa, si ndio? Alipitishwa na kura ya watu ya Mlima Kenya. Amefika pale bunge, amesaliti watu ya jamii ya Mlima Kenya. Huyo mama aende asiende? Sasa mimi ningetaka kuomba watu ya Maa, kura zile mlipatia Kamwaro muweke ikue imara. Ile Watu yangu walipigia mama, nitatoa nilete kwa Kamwaro akuwe mjumbe ya Narok North. Harambee! Harambee! Nyinyi watu ya Narok mumeenda hasara kubwa kwa sababu mlikosa governor anajua nini anafanya. Si ndio? Mnajua huyu kiongozi anaitwa Anakenta? Mnamjua? Ni shupavu si shupavu? Ni mwanaume kamili si mwanaume kamili? Ile hasara watu ya Narok mumeenda ni kuko. Mtazamaji wangu ni bwana Rigathi Gachagua, na kwanza kabisa nikuelezee kitu moja iwapo hujaweza kuelewa kabisa. Rigathi Gachagua siku ya leo ameweza kukua upande wa Narok na ameweza kwenda pamoja na timu yake, ambapo kila ambacho ameweza kwenda kukifanya huko ni kuweza kuuza sera na kuweza kuzungumza na wananchi na kuweza kuambia jinsi na ambavyo kuna maovu mengi ya Rais William Samoei Ruto, ambayo maovu haya yamekuwa hayajaweza kutolewa peupe, lakini yeye yuko pale kutafuta wanaume kamili ambao wataweza kukaa na yeye hatua kwa hatua, ili kwamba they say what is right and what is wrong about what is happening now in our country of Kenya. Mtazamaji wangu, unajua si kuzuri. Na sababu kubwa ambayo inanifanya nikwambie kwamba sio kuzuri ni kwamba sasa hivi tunavyozidi kuzungumza, sasa hivi tunavyozidi kuangalia kila kitu kinazidi kuelekea. Sasa hivi Rais William Samoei Ruto na kikosi chake chote kizima kwa ujumla wameweza kuingiza baridi kubwa kabisa, manake hawajui ni kipi kinaweza kuja kutokea, ni kipi kinaweza kuja kufanyika, na ni kipi ambacho wananchi wanaweza kuja kufanya 2027. Sababu sasa hivi tunavyozidi kuzungumza, vijana wa Gen Z, wale kina mama, wale wazee ambao waliweza kumpigia Rais William Samoei Ruto kura mwaka 2022, hatimaye wako upande wa huyu ambaye msemaji wangu ni bwana Rais William, wako upande wa Rigathi Gachagua. Watu waliompigia Rais William Samoei Ruto kura wako upande wa Rigathi Gachagua sasa hivi tunavyozidi kuzungumza. So according to how I'm viewing it from my own view, I don't see if President William Samoei Ruto can manage to win 2027. Na sababu ambayo inanifanya niseme hivyo ni kwamba 2027 is around the corner and we all know that. Na katika kila ambacho kimefanyika ni kitu kimoja. Unajua, wakati ambapo mtazamaji wangu viongozi wamekuwa kiweza kuzungumza, kila ambacho tumekuwa hatuambiwi ni kwamba wala ambao wako ndani ya serikali wamekuwa hawaoni yale ambayo mwananchi anapitia. So them wako pale ili kwamba tu kuweza kupata kila ambacho wanakitaka, lakini wamesahau wananchi. They are talking about 2027, they are not doing what we elected them to do. Ndio mambo ambayo yanazidi kuendelea,
Ndio mambo ambayo yanazidi kufanyika. Mengi zaidi nitakuwa nikiweza kuletea muda usiku mrefu. Kwa sasa mtazamaji wangu, hakikisha tu kwamba una like video hii. Cha pili, unanibonyezea alama nyekundu ili andikwa subscribe iliyoko chini ya video hii. That was it for now. Jiunge nasi kwa kuweza kunibonyezea alama nyekundu ili andikwa subscribe iliyoko chini ya video hii. Bye bye for now, please subscribe.